ukizungumzia kusikiana utajiri, maswahaba walikuwa ni wa patron de patron. Maswahaba walikuwa ni wa vijana na walikuwa na hela. Usidhani ya kwamba nikwambia dini ukadhani nakwambia ubaki tu msikitini, ubaki hohehahe. Uislamu haujakuamrisha kubakia hohehahe. Uislamu ni dini na mfunza mtu kuwa na ambisio za hali ya juu. Nataka tuamshe ambisio zetu vijana wetu. Tuamshe maambisio yetu, kwa sababu vijana wetu wengi ambisio zao ziko chini. Nikizungumzia kijana kumtii Allah, kuwa karibu ya Allah, sijakwambia uwe mnyonge, uvae pireri. Hiyo si usazi, hiyo ni usazi. Sijakwambia uvae vibaya, ujipe eti ndio dini. Hiyo sio dini. Hamna dini namfunza mtu kuwa mnyonge. Hamna dini ya Uislamu namfunza mtu kuvaa pireri wala kuwa taaban. La, maswahaba walikuwa ni matajiri. Wallah, miongoni mwa maswahaba 10 walikuwa bashiriwa pepo, wengi wao walikuwa ni wabilionea, walikuwa na hela. Wakina Abu Talha al-Ansari, wakina Abu Dahdah al-Ansari walijitolea mali, walikuwa ni maswahaba vijana, ana pesa. Wewe ni kitu gani kinakukataza? Kitu gani kinakukataza wewe kuwa multazim bidinik, uwe mwanadini kijana, na ufanye kazi, ujifunze kazi ya mikono, ya akili, usome, uwe na cheo, uwe na mali. Uislamu haujamfunza mtu kuwa dhalili. Vijana wetu leo wanatibara isoni. Kijana anajiachia mpaka unaona kama sasa wewe ni mtu gani wewe? Utakuja kupara, utasara wewe. Uislamu unatuamrisha, mtume wetu Muhammad anatuambia idha sa'altumullaha azza wa jalla al-firdausa fas'aluhu al-firdaus, idha sa'altumullaha azza wa jalla al-jannata, mkimuomba Allah pepo yake, mkimuomba Allah pepo yake, fas'aluhu al-firdaus al-a'la, muombeni pepo ya firdausi ya juu. Ibn Qayyim rahimahullah anakuambia hii ni dalili ya kuonesha namna gani Uislamu unamfunza mtu ambisho. Tafuta vitu vya juu. Mwenyezi Mungu niingize peponi. Niingize peponi. Pepo gani? Pepo ina matabaka mengi. Watu pepo gani mzokasi? Pepo kuwa mtu maambisho. Naomba nipe pepo ya juu. Naomba vitu vidogo. Tumuombe Allah vitu vikubwa vikubwa, na tuwe na ambisho, tuwe na matakwa ya hali ya juu, tuamke, tufanye kazi. Unataka kuwa tajiri, fanya kazi. Wallahi billahi rabbil Kaaba, ukimcha Allah na ukafanya asbab, utakuwa na hela. Uislamu unahitajia wasomi walizungu wako wapi? Vijana wetu leo masomo yetu ni yalla yalla. Kijana anasoma mpaka anamaliza masomo hajui Kifaransa, hawezi akazungumza Francais, hawezi. Wewe unafanya vitu gani wewe? Vijana wetu leo atusomi tukaendelea lisanse, doktora, soma mdembani, ambisio hamna. Tumekalia mtaani tunapita maneno mengi. Kijana leo na maneno mengi sana. Sasa maneno tofauti. Kijana unapoteza muda. Watu leo hawana muda wa maneno. Watu wana muda wa evre zako. Umefanya iwe uheshimiki. Una evre gani? Miaka 25, 30, wewe una akili tu, nitaenda kwa Sheikh Ismail, tampiga mkuki atanipa hela. Usura kama akili zako. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawalea maswahaba. Miongoni mwa maswahaba palikuwa maswahaba matajiri, wafanya biashara. Miongoni mwa maswahaba palikuwa waswahaba ambao specialization zao elimu ya hadithi. Pale pana maswahaba tekniki zao ni hadithi. Pana maswahaba mtume aliwalea akawapa tekniki zao ni Qur'an. Pako maswahaba ni maswahaba walioteknishia Qur'an tu. Mtume akawalea maswahaba, ana mtume yeye ni kiongozi, anawagawa watu kupitia kapasite zao zilizo nazo. Ukitaka kumuona sahaba ambaye alikuwa ni msomaji wa Qur'ani mzuri, muone Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Saupaka mtume wetu Muhammad akamwambia, ya Ibn Mas'ud iqra alayya al-Qur'an, nisomee Qur'an ya Ibn Mas'ud. Alikuwa ni teknisien Qur'an.